Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, uridu an unabbiha almujtama'a bi amrin muhimmin jiddan lilghaya. Napendelea kukumbusha jamii yetu jambo muhimu sana kwa upeo mkubwa kabisa. Moja katika mambo ambayo tumekatazwa katika Uislamu na katika dini kwa ujumla ni swala zima la kufitinisha au kuwatia watu katika madhara. Na katika hayo akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq. Hakika wale ambao wanawafitinisha wale ambao wameamini kisha hawakutubu, basi hao watapata adhabu kali na watapata adhabu ya jahannam, adhabu ya moto unaounguza, na hakuna moto ambao hauunguzi. Lakini juu ya hayo, kwa nini mtu afitinishe waumini na kuwatia katika madhara ikiwa waumini hao ni waumini ambao wanaishi katika amani na utulivu, kisha anatokezea mtu kwa mapenzi yake, rahaba yake mwenyewe, anaamua sasa kuanza kuwatia watu katika harakati za kutia madhara kwa nafsi zao na madhara ya wengine, wakati tunaambiwa katika Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la dharara wala dhirara. Katika dini ya Kiislamu tunaambiwa hakuna kujidhuru wala kuwadhuru wengine. Inakuwaje mtu wahamasishe watu wawe dhidi ya amani na utulivu wakati watu wametulia na katika amani? Kwa nini asiwe huyu mtu ni katika umma bora ambao kazi yake umma huu ni kuamrisha mema, kukataza mabaya? Anasema Allah mtukufu ya kwamba kuntum khaira umma, umekuwa nyinyi waumini ni umma bora. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakataza mabaya. Sasa anatoka leo mtu anakwenda kuamrisha watu mabaya, watu watoke wakuta kubali. Haya mambo Allah mtukufu ameweka kwamba lazima kutokuwa kuna watu wanaongoza na kuna watu wanaongozwa. Qul Allahumma malikal mulk, Mwenyezi Mungu wewe ndiye mfalme wa falme, unampa ufalme mtakaye na haumpi ufalme mtakaye, biyadikal khairu, mwisho yote kwamba katika ufalme wako ndio mamlaka ya kila kitu, innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo hakuna haja ya kutumia lugha za uchochezi dhidi ya kuwa watiifu na dhidi ya kuwa wapenda amani na utulivu. Na mtu yoyote anaingia katika fitna ya kuharibu amani na utulivu kwa watu na kuharibu yale ambayo watu wametengeneza, basi huyo ni mtu anakuwa ni fisadi katika ardhi. Wale ambao wakiambiwa kwamba la tufsidu fil ardhi, wanasema kwamba inna nahnu muslihun, sisi tunatengeneza bana, tuharibu. Kuhamasisha watu dhidi ya amani na kuharibu amani, na kuharibu amani na kufanya ufisadi katika ardhi, ambapo Mwenyezi Mungu amekataza kuwa katika wenye kufanya ufisadi. Zingatia haya muhimu na ufuate Qur'ani na Sunna, mwongozo sahihi utakufundisha namna gani ya kuwa mtiifu ewe muumini, na kila mmoja ana haki ya kufuata yale ambayo ni maadili mema na uadilifu, na ni moja katika mafunzo mema. Wallahu ta'ala a'lam.